إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. إخوة الإيمان, maisha ya dunia ni maisha ya kutahiniwa na ni maisha ambayo yatamkabili mwanadamu katika aina mbili za mitihani. Mitihani juu ya mambo mazuri ayapendayo, hali kadhalika mitihani juu ya misiba na mambo anayoyachukia asiyoyapenda. Wa nabluukum, Allah azza wa jalla anasema tutakujaribuni kwa shari na kheri, ili iwe fitna, ili jaribio litakukamateni. Kwa hiyo hakuna yoyote katika dunia hii isipokuwa huyo ni mubtala, atakuwa ni mwenye kujaribiwa tu. Kwa vile ni mwana wa Adam, huyu kaletwa ndani ya dunia, lazima atahiniwe. Na mitihani ambayo mwanadamu haipendi na inakuwa mizito zaidi kwake katika kuipokea ni ile mitihani inayohusiana na yale asiyoyapenda. Ingawaje mitihani ambayo natija yake inakuwa mbaya zaidi mara nyingi ni mitihani katika yale mambo anayoyapenda. Yaani mwanadamu ufakiri haupendi na anauona yeye ndio mtihani mkubwa kwake kuliko utajiri. Lakini katika upande wa natija ni kwamba natija ya utajiri kwa wengi imekuwa mbaya zaidi kuliko ufakiri. Mitihani katika anasa na starehe wanafeli wingi ndani yake kuliko mitihani katika mbano na shida, ingawaje yote mitihani. Na hii mitihani na misiba na mabalaa yanayomkuta mtu katika mambo asiyoyapenda yanampandisha daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na aliyetahiniwa zaidi basi hata daraja zake na kheri zake na malipo yake ni makubwa zaidi. Katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, nayo ni hadithun hasan thabit kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amesema, inna idhama aljazai ma'a idhami albala, hakika ukubwa wa malipo unaendana na ukubwa wa mtihani. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum, na hakika Allah akiwapenda watu fulani huwajaribu. Ukubwa wa malipo unaendana na ukubwa wa mtihani. Mtihani ukiwa mkubwa na malipo nayo pia ni makubwa. Na Allah akiwapenda watu huwapa mitihani na majaribio. Majaribio yakaja katika maisha ya watu kwa sababu wamependwa. Na hapa inakusudiwa zaidi ile mitihani ambayo inakuja kinyume na utashi wa mwanadamu, kama vile maradhi na unyonge wa maisha na shida na tabu mbalimbali. Haya mambo huwa mara nyingi yanamsafisha mtu na yanamweka mahala pazuri endapo atayapokea vizuri. Faman radiya falahu ridha, basi atakayeridhia baada ya kusibiwa na hiyo mitihani atapata kuridhiwa na yeye. Waman sakhita falahu sakht, na yule atakayechukia ataloliambulia yeye pia ni kuchukiwa. Atakayeridhia atapata faida ya kuridhia na tahamaki naye ataridhiwa, na atakayechukia basi natija yake atayopata ni malipo mabaya ya kuchukia, lakini pia naye ametengeneza mazingira ya kuchukiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtihani ukimkuta mja
ana moja tu ya hali mbili, ima kuridhika au kuchukia. Akiridhika anapata faida na natija ya kuridhia, nayo ni malipo, naye anaridhiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na atakayechukia anapata natija mbaya ya dhambi yake hii na ovu lake hili la kuchukia, naye huambulia kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni muhimu Muislamu ikimfika misiba na mitihani aipokee kwa aridha bil qada, kuridhia qadari ya Allah azza wa jalla. Na hiyo ni amali ya ndani ya moyo, na athari yake inaweza ikaonekana katika ulimi. Ulimi wa mtu ukaonyesha kwamba moyo wake umeridhika, na ulimi wa mtu ukaonyesha kwamba moyo wake umechukia. Na kuridhika na kuchukia ni katika a'malul qulub, ni katika amali za ndani ya nyoyo ambazo zina nafasi kubwa sana. Amali za nyoyo ni kama amali za viungo, tunavyoona kwamba viungo vinafanya amali mbaya, mja anastahiki adhabu, au anafanya amali njema anastahiki malipo mazuri. Basi hivyo hivyo amali za ndani ya nyoyo nazo zikiwa ni njema, mtu hupata ujira na malipo makubwa, malipo mazuri. Lakini ikiwa ni amali mbaya, basi hupata mtu malipo mabaya ya hatari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mitihani hiyo ni sehemu ya maisha, lakini ima izalishe kuridhiwa ama kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.